Jana Simba walitoa taarifa na wamesema wamekubaliana kusimamisha masuala yote ya baraza la wadhamini, focus iwe usajili, Simba Day na ngao ya jamii. Na tukipitia kwenye ile taarifa ambao walikuwa wameitoa kama ambavyo iliandikwa, nitasoma kama ambavyo imeandikwa. Taarifa kwa umma: tunapenda kutoa taarifa kwa umma kuwa kufuatia kikao cha bodi kilichokaa jana tarehe 3 mwezi wa 8 2026 kimefikia uamuzi wa kusimamisha matukio yote yaliyotokea awali kuhusiana na baraza la wadhamini mpaka hapo baadaye. Katika kipindi hiki bodi itajikita katika kushughulikia masuala ya usajili, Simba Day, ngao ya jamii na ligi kuu. Kwa kauli moja, bodi inawasihi wanachama na wapenzi wa Simba wasimame na klabu yao kuhakikisha inapata mafanikio makubwa msimu huu unaoanza hivi karibuni. Simba nguvu moja, imetolewa na Crescentius Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, Murtaza Mangungu, makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, klabu ya Simba, Agosti 4, 2026. Mwisho wa kunukuu. Kumaanisha kwamba kila kitu kimesawazishwa. Yeah, kwenye ingawa bado kuna mapungufu kwa maoni yangu. Okay. Hapo baadaye ni lini? Wangekuwa specific. Kwa sababu mwenyekiti alikuja hapa akasema ana deadline kutoka kwa kabidhi wasihi mkuu wa serikali kuhusu hilo jambo. Sasa hapo baadaye ni lini? Itakuwa imemeet hiyo deadline? Au wanatufunika gunia tu ili tupite kwenye hilo jambo? Nafikiri wametaka kupoza mambo tu, lakini utaratibu utabaki pale pale. Na ndani wao jemedari wanajua hali ipo vipi. Lakini pressure nje pia ilianza kuwa, yani sio ilianza, iliendelea kuwa kubwa sana. Kwa namna kukabiliana na pressure kwenye vyombo vya habari, kwenye matawi, kwa wanachama mbalimbali, mashabiki waliamini wakija na tamko la namna hiyo. Na ndio maana umeona hapo chini kuna majina mawili ambao ni sehemu yangu ya pili ambao nilikuwa nataka kuuliza kwa nini. Kwa nini kuisiwe tu imetoka Simba Sports Club au imetoka kwa bodi ya wakurugenzi au kwa kama alivyokuwa anaandika bwana mkurugenzi, ameni mwenyekiti au mwenyekiti tu? Kwani kuna shida gani mpaka leo wameandikwa watu wawili wote? Kuna nini? Labda walitaka kuonyesha kwamba zile sintofahamu zilizokuwa zinaonekana uko nje sasa hivi azipo, wamezimaliza, ambapo sio sawa. Sio sawa. Ukiangalia kwenye ile taarifa ya kwanza ambayo ilitolewa baada ya Mangungu kuwa ameshazungumza kule na ameshafanya mabadiliko ambayo aliyazungumza, taarifa ilitoka kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye ni mmoja Magori, ambaye ndio siku zote inapokuwa. Sasa ndo wameweka labda kwa ajili ya kuonesha kwamba tumekubaliana sisi sote. Unamuonyesha nani bwana? Si nyinyi ambao yani unajua kuna propaganda nyingi na mambo mengi yanaendelea. Mfano watu wameenda mbali zaidi mpaka kuposti picha za kikao. Kujaribu kuharalisha tu kwamba mwenyekiti na makamu mwenyekiti wote walishiriki kikao. Kitu ambacho ni kawaida, nikisikia siku unashiriki vikao. Sasa vikao vingi vimepita na picha zilikuwa watu walikuwa na picha wa post. Jana naona picha zinaenea kwamba kile ni kikao, kitu ambacho mimi naona sio sawa sawa. Kulikuwa tayari kuna sintofahamu. Hao watu wawili ambao walikuwa wamezungumza ndani ya hii wiki. Sasa kwa kutuonyesha kwamba zimeisha, wamekaa wamezungumza, kama wao hawajazimaliza maana inabaki kuwa wao, lakini kama bodi wameshakaa chini, wameona kipi ambacho kilipaswa kufanyika na kipi ambacho ni sahihi, ndio hicho ambacho wamekuja nacho. Labda tuanzie hapo kusema, je, hiki kilichofanyika sio sahihi au ni sahihi? Sio sahihi. Yani sio sahihi kwa upande wangu mimi. Kilipaswa kuwaje? Utaratibu ambao unatakiwa kufuatwa hapo ni kwamba kwanza hawataki kutumia nguvu kubwa sana kutuaminisha kama mambo yapo sawa. Unajuaje kama wanatumia nguvu kubwa kutuaminisha au ni uhalisia kwamba mambo yako sawa? Kuweka sahihi za watu wawili kwenye hiyo barua ni kuonyesha kwamba wameshirikiana katika mawazo kwenye kikao na wameamua kuja wote wawili kutoa huo ujumbe. Lakini kiuhalisia ukifuatilia mambo kiundani, mambo bado hayapo sawa. Alafu hili jambo haliwezi kuisha kwa makubaliano. Na umefuatilia kiundani, umejua kwamba mambo hayako sawa. Lazima ufuatilie. Kwa vyanzo vyako vinakwambia mambo hayako sawa. Yes, mambo yapo sawa. Hii ni propaganda. Yaani utaratibu kwenye hiyo ni propaganda tu. Utaratibu kwenye mambo unahitaji, yani kuna sheria ambazo zina guide ya mambo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hamwezi tu kukubaliana nyinyi watu wawili au watatu. Kwa masa yani ukisema wamekubaliana kwa ajili ya kufocus na Simba Day, ili jambo ambalo linawasumbua watu vichwa sasa hivi ni kwa maslahi ya Simba kwa miaka mingi inayokuja. Sawa. Yani Simba Day sio muhimu kuliko Simba ya miaka 10-15 inayokuja. Unaweza kaandaa maandalizi mengi kwenye Simba Day, kwenye dabi,
lakini ukapoteza vitu vingi kwenye miaka 10-15 inayokuja. Okay, tupitishe taratibu kwamba Simba walipaswa kufanya nini. Naanza Jemedari, mimi nitamaliza. No, mimi sina shida nao. Kubwa ni kwamba mwenyekiti alikaa hapo kwa Jeff. Alikuja na barua kutoka kwa wakabidhi wasihi mkuu wa serikali ambao ina deadline. Anafikiri Alipasi kwa 45 ndio mwisho. Nafikiri. Sawa? Ndio ipo hivi. Sasa kama ni hivyo, ukituambia mpaka baadaye ni lini? Kwa sababu imetajwa Simba Day, imetajwa mechi ya ngao humo, si ndio? Ambazo ziko mbele na umetajwa usajili pia. Umetajwa usajili ziko mbele ya deadline ambao dirisha lake. Sawa, yani kwangu mimi deadline, yani kutokana na barua deadline iko nyuma. Sawa? Maana yake kutoka leo tulipo mpaka kwa deadline alafu kwenda kwenye Simba Day na ngao. Hivi vitu hii kule kwenye deadline lazima umpeleke kule. Sasa hapo baadaye ni lini? Kwa hiyo shida yako kubwa iko kwenye deadline peke yake. Yes, kwa sababu tuliona barua na tumesoma wote hapa. Na miongoni mwa vitu ambavyo mwenyekiti alisema kwamba alifanya hili jambo na aliandika, alituma hiyo barua, alipeleka kwenye bodi, akamwandikia mwenyekiti mwenzie, na barua aliyomwandikia mwenyekiti mwenzie tuliiona hapa kwa ajili ya kikao kile kule, na sababu zilizokuwa zinazungumzwa ni kumiti hiyo deadline. Na nikwambie sio wao tu. Jana umeona hivyo walikuwa nani wale? Maofisi mengi ambayo yana mabaraza ya wadhamini yanapaswa kupeleka kwa kabidhi wa mkuu wa serikali. Yanga waliambiwa, TFF wamehuisha wale baraza lake la wadhamini. Umeona Young Africa ameondoka waziri mkuu ameingia Ridhiwani Kikwete. Na wenyewe dan the same boat. Na wao deadline ni hiyo moja. Na ndio maana wenzao wamepeleka, na ndio maana naye alikuwa anawahi kuipeleka hiyo kitu commit deadline. Sasa unajua mimi nimesema tu kwamba imekaa bila, yani kama kitu hakijamalizika hivi kwamba kama wamejificha kwenye usajili, ligi, mechi, lakini msingi mpaka wanafikia kufanya vile ilikuwa ni commit deadline. Ipo hapo mbele kabla ya hivyo vitu vingine. Anyway, tuachie wenyewe. Kwa hiyo kwa maana hiyo hapo watakuwa wametoka nje ya mfumo ambao unatakiwa. Mimi shida yangu ilikuwa hiyo. Mimi shida yangu nataka tu watu waelewe hilo na wao ndio wenye klabu yao, wao ndio wenye taasisi yao, wanajua jinsi. Leo si Jumatano, mwisho Ijumaa. Unajua hapa Jemedari atanisaidia. Unajua changamoto kubwa ambayo inajitokeza, yani hizi vita ambazo zinapigwa ndani ya Simba kuipinga hii bodi ya wadhamini, ni kwa sababu Simba atakapopata bodi ya wadhamini, hawa ndio ambao wanasimamia mali za Simba Sports Club, na miongoni mwa mali ni hizo hisa. Mimi nafikiri Magunga, yani hakuna namna ambavyo Simba haitakuwa na bodi ya wadhamini. Ni tako la kisheria. Unaelewa? Hauwezi cooperate yani. Hakuna namna, hakuna kitakachofanyika kwa sababu wao ndio wenye mali. Yaani ninachokisema ni kwamba Simba akipata bodi ya wadhamini, si lazima akafanye valuation upya ya mali za club. Mchakato wenyewe wote utakuwa hivyo. Kwa hiyo hata mchakato huu wa mabadiliko lazima uanze upya. Ndio maana mimi nimesema bwana Magunga, shida yangu ni kwamba mimi huko kote mimi nakujua. Na huko ni mbali kwa sababu hatujafika. Magunga alisema hapa siku ile kwamba haya yanayofanyika ni katika kufikia mwisho katika hiyo inayoitwa transformation. Kwa sababu kuna mahitaji, miongoni mwa mahitaji ni pamoja na hili. Sawa? Kwa hiyo wamelisema kwamba wamekubaliana. I agree. Ila tu nilikuwa nakumbusha kwamba kuna deadline ambayo iko nyuma ya vitu vilivyotajwa, ikiwemo mechi ya ngao na so. Angel Masila anasema nikuulize kama wakiomba serikali wasogeze muda mbele hawezi kukubali. Sio utaratibu. Kwa wao tu. Natoka special sana. Sawa. What is so special? Na kikao kile kimeshaitwa na kimefanyika. Okay. Let's go jamani. Tuacheni mwisho wa siku mambo yameshakubaliana wenyewe, shamba la Bwana Joni na mbuzi wa Bwana Joni. Kwani mimi namuuliza kitu Jemedari. Yes. Kwani kwenye ili sakata la Simba hapa palikuwa pana kampuni mbili. Ile kama unataka kuturudisha nyuma, nataka ni kampuni zilikuwa 3. Yes, 3. Kuna watu hawaelewi sasa, na nipo kwa niaba yao. Na mimi nataka unifafanulie. Kulikuwa kuna Simba Holding, Simba Holding Company Limited, afu kulikuwa na Simba Sports Company Limited. Hizi mbili ziliungana, kulikuwa na Simba Sports Club. Hizi mbili ziliungana zikatengeneza Simba Sports
Club Company Limited. Ile Mo Holdings nini ile imekufa na wala haitamkiki tena kwenye katiba. Maana yake zimebaki mbili. Imebaki Simba Sports Club na imebaki Simba Sports Club Company Limited. Mzee Kapuya sema miliki hisa. Kapuya hapana, Kapuya ni alikuwa ni kwenye baraza la wadhamini lililoondoka. Kwa sababu kwenye sheria za kuhusu shares ni kwamba angalau kuna minimum ya shareholders wawili. Sasa kwa mimi navyoelewa ni kwamba bodi ya wadhamini ilikuwa ina 99% alafu akampa 1% Mzee Kapuya, ambapo msajili mwanasheria akamwambiaje kumpa mtu mmoja miliki hisa na nyuma yake hamna kampuni. Hiyo ni changamoto kwa sababu huyo mtu siku kesho na kesho kutwa jambo litakuja kuleta mgogoro. Kwa ikabidi waiue. Nisikilize sasa Magunga, ni kueleza baadhi ya vitu ambavyo vitatufanya tuondoke hapa twende sehemu nyingine. Hayo yote hayo na mengine ambayo yamejificha ndio sababu ya marekebisho ya katiba ambayo yanasema isomeke wawekezaji badala ya mwekezaji. Ndio humu wanatajwa mwenyekiti wa Simba au mwenyekiti wa bodi. Ndio sasa tunafikaje huko? Kwanza tunaanza kutengeneza huku chini ambako mwanzo kulikuwa hakuko sawa. Na unajua mimi nathubutu kusema kwamba unajua wakati wa huu mchakato Simba ndio walianzisha huu mchakato. Na wao walikuwa tayari kama wana mtu mbele yao ambaye alikuwa ni Mohamed. Ni mwenzao ndio walikuwa kila kitu kilichokuwa kinajengwa, of course walikuwa na target yeye. Sawa? Na ndio maana ilikuwa ni simple tu, mtu anaye tayari 49 sia kukusisi 51. Unaona? Sasa baada ya mambo mengine kuibuka, wanajaribu kurekebisha kitu kidogo. Na ndio maana kuna miaka 8 tangu hiyo transformation imeanza, haijafika mwisho kwa sababu kila leo kuna kuona hili silo, unaelewa? Hata nikuambie kitu, ukifungua kampuni, mimi nimefungua kampuni. Ukienda Brera pale unaorozesha wakurugenzi wa hiyo kampuni na hisa zao, lakini wamiliki na hisa zao, sio? Lakini unapewa certificate of incorporation. Sawa, ili uipate unatimiza hayo matakwa, unakuwa nayo. Lakini kuna kitu kinaitwa Memorandum of Understanding and Article of Association, ambao Simba wanayo. Ukichunguza huko unaambiwa hii kitu haikupigwa mihuri sijui na nini, lakini kuna issue kwamba mnapofungua kampuni, kampuni unafungulia wapi? Brera. Tunapeleka Brera. Ndio. Ili upewe hiyo certificate of incorporation. Simba wapeleka, wanayo hiyo certificate of incorporation. Unaelewa? Lakini kule nani sasa anaonyeshwa kama ndo sema wakurugenzi. Maana yake kuna mtu nimefuatilia nikaambiwa bwana, wale wajumbe wa board wafaa kuwa ndio ambao wanaorodheshwa kule na wanatambulika kwenye kampuni na kule majina yao. Kwa kuna mambo mengine mengi ambayo hayakufanyika ambayo sasa yanakwenda kidogo yatafanyika tu. Let's give them time. Okay, Kamanda Geoffrey, naomba tu utaalamu wako kidogo hapo, kwa sababu ili jambo ambalo limetokea sio mara ya kwanza. Kumekuwa na vuguvugu za design hii, na sasa hivi hata walipoyamaliza ukiangalia pia watu wanakuambia sasa hizi ni half time tu, itafika mahali mambo yatarudi kama yalivyokuwa. Manake ni kwamba ni kitu ambacho kinafanyika kisicho sahihi. Kipi ni kitu ambacho kinapaswa kufanyika ili kuweza kuepusha huu mgongano ambao umekuwa ukijitokeza? Kuna vitu vinapaswa kutokea kwa mujibu wa katiba mpya ambayo imesajiliwa. Kwanza bodi ya wakurugenzi ama bodi ya wadhamini ambayo iko inatakiwa ifanyiwe mabadiliko, lakini on top of that nadhani pia kuna issue ya mwekezaji zaidi ya mmoja. And for me hapo nadhani ndio kuna shida kubwa. Hapo ndio kwenye source ya mambo yote haya yanayojulikana. Kwa namna gani? We all know kwamba investor aliyeko sasa hivi hataki hicho kitu. Anataka awepo peke yake. Kwa sababu kama moja kati ya vitu ambavyo vinakwamisha hili jambo ni hilo, na Mohamed Dewji. Yani hiyo dhana ya kwamba mwekezaji anatakiwa kuwa mmoja. Kwa sababu yeye kichwani kwake anataka kuwa na ile dhana kwamba yeye anaimiliki Simba. Na hicho ni kitu ambacho kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa timu za wanachama hakiwezekani. Sawa, sababu katiba ya Simba lazima iadapt
maelekezo ama directives za serikali kupitia sera serikali kupitia baraza la michezo. Actually ni sera ya michezo, yes. Umeelewa? Kwa hiyo shida kubwa iko hapo tu. Wala hamna shida. Na hicho unachokizungumza kamanda, sio tu kwa nchi yetu, lakini kwa nchi nyingi ambazo kwenye eneo la huu mchezo wa mpira wa miguu kuna klabu ambazo zinamilikiwa na wanachama. Yes. Mfano, ukienda hata Ujerumani, Bayern wenyewe wana mfumo huu ambao hata huku pia wanataka kuanzisha. Unajua Bayern pale wanachama wao wanamiliki 75%, 70 mpaka 75%. Na kwenye makubaliano yao ni kwamba hata kama watauza zile hisa kwa makampuni binafsi, hazipaswi kuvuka 30% ya hisa ambazo watazitoa. Na ndio maana mpaka sasa hivi wametoa hisa kwa makampuni matatu. Yeah, kuna Adidas, Allianz na Audi. Wametoa 8.3 kwa kila mtu. Lakini pia hata kwenye muundo wa kiutendaji wao wana president yule Herbert Heiner, ambaye amechaguliwa na wanachama. Na kwenye zile bodi wana bodi mbili. Kuna bodi ya usimamizi na kuna bodi ya utendaji. Kwenye bodi ya utendaji ndio inadili na kampuni ambayo inaitwa Bayern Munchen AG. Alafu upande wa wanachama wenyewe inaitwa Bayern Munchen EV. Sasa kwenye ile kampuni ambayo wameianzisha, huyu rais anayechaguliwa na wanachama, ambapo kwetu sisi ni mwenyekiti, kwenye ile kampuni yeye anakuwa na nguvu kwa sababu anakuwa kwenye bodi ya usimamizi wa mali. Ni tofauti na kinachoendelea Simba sasa hivi ambapo mwenyekiti yeye anakuwa na nguvu kama hiyo. Na ukisoma lengo lao kubwa kwa nini wanafanya hivyo ni kwa sababu wao wana 70 mpaka 75, wanatakiwa kuwa na nguvu katika maamuzi, lakini kulinda mali za klabu. Kwa sababu kwenye bodi kuna pande mbili. Upande mmoja unatetea interest za wanachama, upande mwingine ni interest za wawekezaji. Okay, sawa. Jemedari, mimi nataka turudi kwenye kiini cha taarifa yenyewe. Taarifa inaonyesha kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa mujibu wa vyanzo vyako, ni kweli kwamba kila kitu sasa hivi kimeseto kwa viongozi wa ngazi za juu, au labda ni propaganda za kujaribu kufifisha haya mambo kwenye nyuso zetu? Mimi nafikiri wamerudi kawaida. Kawaida kwa sababu kilichokuwa kimewatofautisha ni sinio tu ule mkutano wa dharura ambao naelewa kwamba hata wale waliokuwa wanaupinga walikuwa wanaujua kwamba ulikuwepo. Na ndio maana marathon ilifutwa kwa ajili ya kupisha huo mkutano. Sio? Kwa hiyo kilicho kikubwa mimi ninachokiona ni kwamba aina ya wajumbe, composition ya wajumbe ambao mwenyekiti alikuwa amewatangaza ikazua taharuki kwa watu wengine. Unajua ndani ya Simba wenyewe kuna makundi. Wapo watu wanaamini kwamba fulani hataki kwa sababu saizi hayuko madarakani, huyo fai sisi. Ndio maana unafikia mtu anakuja kukuambia kwamba yeye ni Simba kindaki, yeye ni Simba kulikoni huyo. Unaona ukishafika hatua hiyo maana yake kuna mgawanyiko. Sawa? Kwamba kuna watu wanahisi kwamba wao ndio Simba, bila wao Simba haiwezi kwenda. Na tulisikia siku moja mwenyekiti hapa akisema kwamba kuna watu maisha yao hayawezi kwenda bila Simba, na wanaamini wao ndio kila kitu. Akasema ni afya ya akili. Unakumbuka siku tulimhoji hapa, sio? Ikazua mjadala kidogo. Na hao ukikaa na wana Simba huko nje kuna hisia watu wanatajwa humo, anatajwa Salim Abdalla Mwene, Troy Ageni, anatajwa Hassan Hassano. Hawana yeye ni Simba kwa kweli, sio? Huwezi kuwatofautisha na Simba wengine. Ni vile vile tu. Unaona lakini pamoja na hizo vurugu pamoja na kutofautiana huko, bado walikuwa wanaishi, wanakaa kwenye bodi, wanazungumza. Several times wamefanya press Mangungu na Magoli, sio? Na wanasema hawana shida yoyote. Na tumemwita hapa Mangungu kabla ya juzi. Alishawahi kuja hapa akasema yeye ana shida na Mohamed na wanazungumza kila siku, sio? Na hata juzi alithibitisha hilo. Kwa hiyo hakukuwa na kitu chochote kikubwa kilichowatofautisha zaidi ya kile kikao kilichofanyika, ule mkutano ambapo sasa mwenyekiti wa bodi akaja kumblast mwenyekiti wa klabu kwenye page na kuita kama ni kikao cha kahawa na nini. Pale ndo tofauti zilipoibuka. Sasa kama wamekwenda kwenye kikao chao cha kamati ya utendaji, wamekaa tena, wamekubaliana kutoka kwamba bana hili jambo actually limeisha. Maana yake ni kwamba wamerudi kwenye default setting ile ya mwanzo, kwamba hapa ndo tulipokuwa mwanzo. Hata kama tulikuwa tunaishi kichina, sasa wamerudi pale.
hawajarudi huku juu ambako walikuwa wamekuja. Sasa nchi kaanza kujua kwamba hawa wametofautiana, wamerudi pale walipokuwa mwanzo, maisha yanaendelea. Sio mimi sio ni shida kwenye hiyo. Na kwa nini kumekuwa na mwendelezo wa migogoro au migogoro ya kujirudia ndani ya Simba? Migogoro ya kujirudia. Actually hakujawahi kuwa na mgogoro. Kuna wanatofautiana mitazamo au migogoro ya kifikra. Na kwangu mimi watu wanaotofautiana mitazamo au namna ya kufikiri ndio watu ambao wanaendelea. Hakuna jamii ambayo imeendelea watu wakiwa wanafikiri sawa sawa, yani aina moja ya kufikiri. Unachofikiri wewe na sisi sote tukubali hapa au ndo twende na hicho, hatuwezi kuendelea. Lakini kama viongozi tunaamini kwenye kujenga ni nzuri zaidi pale wanapokuwa na kauli moja. Sasa baada ya kutofautiana kufikiri, alafu mnakubaliana kwamba ili au fikra hizi hapa mkizichanganua kwa pamoja mnapata kitu kimoja ambacho ni concrete. Hiki sasa ndio mnakuja nacho juu. Mimi kwangu siwahi kuona shida watu kutofautiana kufikiri. Mimi kwangu watu wanaotofautiana kufikiri ndio watu ambao wanakitengeneza kitu kuwa sahihi, kuwa imara. Haiwezekani Sara, kila nitakachosema mimi wewe ukubali tu, hata kwenye nyumba haiwezekani. Lazima utapata mawazo ya upande wa pili. Nzuri tukitibuana kidogo. Sio kutibuana. Yaani wewe kila utakachoambiwa utakubali tu. Ndio. Nitakuwa naishi peke yangu. Lazima uwe na mchango, lazima uwe na mawazo. Bwana hapana, mimi nafikiri hili alipaswa kuendewa hivi. Hili bwana napaswa liwe hivi. Hata kama tutabishana, lakini mwisho wa siku kama ukimchallenge mtu ukampa hoja, maana yake ataona kwamba bana ana hoja huyo mtu. Si ndio? Hata kwenye hili lilotokea kwenye vikao, unajua lazima kwenye kikao cha juzi lazima watu walicharulana ili kufikia kitu cha pamoja. Hiki kilichofikiwa ni baada ya kuwa wamecharulana watu wakafikia hatua wakaona bwana hapana, sasa tunatokaje? Tunatoka hivi. Sio? Kwa hiyo wamekipata kitu ambacho wanahisi hiki ndio kitu sawa sawa. Lakini wanakipataje? Lazima watu watofautiane kwenye kufikiri. Wewe Sara una namna yako ulivyoumbwa na mawazo yako, akili zako unavyozitumia, magunga na everybody. Ndio maana hata hapa wakati tunalichangia jambo kila mtu ana namna yake anavyolitolea maoni. Sasa kama sisi tuondoe hii picha kwamba Simba ni klabu ambayo ina migogoro ya mara kwa mara. Hakuna mgogoro. I don't find mgogoro kwangu mimi. Mimi naona tu kwamba watu wanafikiri tofauti na hiyo ndio afya ya taasisi yoyote. Hakuna taasisi inakuwa eti kwa watu wote labda wanamsikiliza mtu mmoja tu. Anasema yeye basi watu wamebaki pembeni wana maoni. Inawezekana hao ambao wako pembeni wako kimya wana mawazo mazuri kuliko ni hicho wewe unachokifikiri. Wape nafasi, watoe mawazo yao, alafu miachakate kwa wakati mmoja. Na labda Sara mimi nitakwambia kitu kingine. Umeona yale majina ambayo yalitoka ambayo baadhi ya watu wakaanza kusema kwamba hawakuwa na taarifa na vitu kama hivyo. Moja kati ya shida ambayo inawezekana kuna baadhi ya watu labda hawaisemi kwa uwazi ama maybe wanahisi wanauona ukweli alafu for some reason wanakuwa kuna neno wazungu wanakuambia economical with the truth. Mtu anakuwa mchumi kwenye ukweli. Watu ambao wamemzunguka kwenye hili sakata lote hawamwambii ukweli. Hawamwambii ukweli kwamba bwana your wishes kwenye hii klabu haziwezi kutimia unavyotaka wewe, na katika huo mchakato maana yake pia hawamshauri on the best way forward. Umeelewa? Kwa sababu kuna watu ambao mwekezaji kwenye yale majina, kuna watu hataki wawepo pale na inamuia vigumu yeye kwa sababu yeye ndio investor, yeye ndio anatoa hela. Sawa. Lakini pia haiwezekani kwamba yeye anatoa hela alafu klabu ije kuimpose watu kwenye bodi ambao yeye hawataki. Jeff, umerudia hicho kitu mara ya pili. Maana yake unataka kumaanisha kwamba hicho ndio kiini cha tatizo lenyewe. Nimekuongezea na shida nyingine kwamba amezungukwa na watu ambao hawamwambii ukweli. Na kuelewa, lakini ninachotaka kujua unamaanisha kwamba hicho ndio kiini cha tatizo lolote la. Kuna shida nyingi ndogo, lakini shida hiyo ndio kubwa. So unajua kama tulivyokuwa tunajadili, kama tulivyokuwa tunasoma zamani vita kuu za dunia zile, kwamba kuna immediate causes. Kwa mfano kama vita ya kwanza ya dunia ile, bwana Gavrilo Princip alimuua yule Archduke Franz Ferdinand, lakini kuna tensions zilikuwepo. Sawa. So hata hapa kwenye hii issue
one of the biggest problems ni kwamba yule bwana mkubwa amezungukwa na watu ambao hawamwambii kwamba bwana wewe huwezi kuimiliki hii timu. Na mimi nitakwambia kwa nini. And the only way wewe unaweza ukafanikiwa ni kukubali ku accommodate watu wengine, kitu ambacho mimi sioni kama ni tatizo. Na yeye haoni kwamba hawezi kufanikiwa. Umeelewa? Yeye kwa mtazamo wake anaona kwamba atafanikiwa labda mbele. Kama Jeff anavyokuambia kwamba kuna kundi la, ujue ukishakuwa na kundi la watu wengi ambao wanakuzunguka na mawazo yanayofanana, wewe utaingia kwenye hilo kundi. Sawa, okay, Jessica tuende kwa Kevin. Naam. Haya yote ambayo yanatokea licha kwamba tunasema ni kitu tu cha kawaida kutokea kwenye kampuni au kwenye eneo kama la klabu ya Simba. Kuna namna yanafifisha maendeleo na mafanikio ya Simba. Of course naweza ngasema kwamba kunapokuwa kuna migogoro ya kujirudia ambayo nje inaonekana kama migogoro, tumekuwa tunazungumza hapa kwamba ili taasisi iweze kuendelea popote lazima kidogo mvutano uwepo ili watu waweze kufikia sehemu ambayo wanataka waweze kufika. Lakini klabu ya Simba ni klabu ya soka. Matatizo haya yanapoendelea ina maana kwamba tunatoka kwenye management naenda kuathiri mpaka kiwanjani, kwa sababu club ina operate lakini end product ya mwisho kabisa ni kiwanjani, ambapo kiwanjani results zinaenda mpaka kwa mashabiki. Kwa nini statement ilitoka? Statement ilitoka ile cha kwanza ili kuweza kutuliza ile calmness ya mashabiki nje, wanachama nje, ili kidogo kuweza kurudisha ule mshikamano, kwa sababu jambo lilivyotokea tayari unaona kuna mpasuko, sio tu kuna management lakini unaona pia mpaka upande wa mashabiki na wanachama. Kuna watu ambao watakuwa na muunga mwenyekiti, wengine watakuwa na muunga investor. Kwa hiyo mpasuko lazima uwepo. Ni neno kubwa. Yeah, mpasuko lazima uwepo. Kwa hiyo ni kweli anafifisha maendeleo ndani ya club, kwa sababu vitu vingi sana vya msingi vinashindwa kufanyika kwa wakati. Vitu vingi sana vya msingi vinashindwa kufanyika kwa wakati. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta mnarudia jambo lile lile. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ni positive. Cha kwanza wamefanya kikao, wote wamerudi mezani na tumezungumza hapa kwamba kuna deadline ambayo ambayo ni Friday, kuna zile siku 45 ambazo lazima zifikiwe. Na hapo ndipo sasa lazima watu wote wakubaliane, kwa sababu kwenye mabadiliko sio lazima wote tukae chini tukubaliane tuipitishe katiba. Wote tumeipitisha. Ina maana kwamba baada ya zile siku 45 lazima wote tu fall in ndani ya ile katiba. Lakini kuna kitu kingine ambacho nimejifunza, power struggles. Kuna kitu ambacho unaweza ukakiona upande ambao unaonekana labda wenye haki hauna fedha. Ile kusema ile financial power, na ule upande ambao unaonekana kwamba sauti mnayo lakini hampo kwenye upande wa haki. Unazungumzia upande wa wanachama na hicho anachokisema Kavion ni perception tu, kwa sababu Simba kama klabu inazo fedha. Na Simba inaweza ku operate operations zake za kawaida bila kuwa na benefactor ama tukitumia neno quote unquote sugar daddy. Nafikiri anachomaanisha Kavio ni kwamba upande mmoja una pesa zaidi ya upande mwingine. Yani hiyo ni kwa sababu unajua kuna dhana imejengeka kwenye mpira wetu kwamba ili timu ifanikiwe lazima i-overspend. Sawa, mchezaji anakuja unasikia analipwa mshahara labda milioni 30, kwamba hiyo hela labda inatoka mfukoni kwa mtu. Lakini klabu inatakiwa iwe na matumizi sustainable. Yani wewe unaingiza kila mwezi unaingiza milioni 50. Haiwezekani matumizi yako yakawa milioni 100. Sawa, kama unaingiza milioni 50, matumizi yako yanatakiwa yasivuke pia milioni 50. Sawa? Na kama hiyo hela ya ziada itahitajika, sasa sio favor kama ambavyo upande mmoja unapenda ionekane. Ni wajibu wako, kwa sababu wewe unapowekeza you're not doing anybody a favor. Unawekeza sehemu ambako unajua kutakuwa na return ya ile investment yako. Sasa si wanaona wanafanya favor kwa sababu wanasema hakuna return ya wanachokipata. Nataka nikutolee mfano wa swali ulilomuuliza Kavion, kwa sababu si wanasema hivyo hawapati kitu. Sio kweli. Wanasema kwamba hawapati. Usiwasikilize. Hiki anachokisema Sara, kuna kiongozi hapo iliyopita alikuja kufanya mahojiano akasema mwekezaji wao, mfadhili wao apate faida yoyote. Mara zote wao wanasema. Sio kweli. Lakini huo ni mjadala wa siku nyingine. Swali ulilomuuliza Kavion, umemuuliza kwamba issue ya mafanikio na kinachoendelea uwanjani. Absolutely, migogoro ya namna hii inasababisha mafanikio uwanjani yakosekane, na nitakutolea mfano. Unakumbuka msimu ambao Simba ilipoteza ubingwa kwa mechi ya dabi ya mwisho wa msimu?
Sawa. Yeah. Ile wiki kuelekea kwenye ile mechi kuna stories ziliibuka kwamba wachezaji waliingia kwenye mgomo. Waligoma wanataka pesa yao kwa sababu waliahidiwa bonus. Sawa. Sasa kinachotokea, mimi sikwambii nini kilitokea na kutengenezea scenario ya nini ambacho kinaweza kutokea kwenye mazingira kama hayo. Sawa. Mimi naweza nikawa ni mfadhili kwenye timu. Nazijua behavior za wachezaji. Yaani najua kwamba hawa wachezaji ukiwaahidi kitu wanajitoa. Kile kitu usipokitekeleza morali yao inashuka. Sawa. Kwa hiyo mimi naahidi kwamba bwana nitatoa bonus labda ya kufika finali bilioni 1. Sawa. Ile bonus kila mtu anajua kwamba ile bonus nitatoa mimi kama mimi. Sawa. Unakuja muda kwamba bwana klabu ina fedha ambazo inaweza kuzitumia. Sawa. Mimi kama mfadhili kwa sababu najua klabu ina fedha, sitekelezi ile ahadi niloahidi. Kwa sababu najua labda hizi fedha za klabu zitachelewa na by the time zinatoka hii mechi muhimu ambayo watu wanaahidiwa bonus imeshachezwa. Just like that timu inakwenda uwanjani na inacheza kwa morali ya chini. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.